Mnatuheshimisha hasa wanasiasa. Mara nyingi, ndugu mkuu wa shule na mwenyekiti wa wakuu wa shule za jumuiya ya wazazi, mimi kwa umri wangu ni mwanasiasa, lakini kwenye swala la taaluma naepuka sana kuleta siasa kwenye taaluma. Shule hizi za jumuiya ya wazazi zote zilizopo Mbeya mjini, kwanza nitumie nafasi hii kukishukuru chama changu cha Mapinduzi ngazi ya mkoa na wilaya, lakini pia ngazi ya jumuiya mkoa pamoja na wilaya, kwa namna ambavyo tumekuwa tukishauriana na namna ambavyo wamekuwa kusimamia shughuli ama mali za jumuiya ya wazazi. Shule hizi ni mali ya Chama cha Mapinduzi zinazosimamiwa na jumuiya ya wazazi. Sasa asitokelezee mtu kwa vile yeye ni kiongozi kwenye chama akataka kuzigeuza shule hizi kama sehemu ya kumpa yeye mali ya kisiasa. Tupo kwa ajili ya taaluma, na sisi wanasiasa tuahidi kwamba hatutoleta siasa kwenye taaluma, bali tuwe chachu ya kuleta maendeleo ya kitaaluma. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Naamini kila mmoja ana itikadi zake za kisiasa, lakini lengo kubwa ni kuinua taaluma katika shule zetu za jumuiya ya wazazi. Nikupongeze mkuu wa shule, vile vya advance kwa ajili ya matokeo, lakini vitabu vingi nilivyoleta leo ni kwa ajili ya walimu wa O level. Naomba tuinue matokeo ya O level, tuongeze idadi ya wanafunzi wa O level. Shule iko barabarani na inafikika. Sio muumini sana wa kuahidi, lakini baada ya matokeo jana na juzi, kama kuna watu wamepita nyuma kule uwanjani sana, nimekuta kuna uwanja unatinduliwa, si ndio? Ndugu mwenyekiti wangu wa uchumi, mimi kwa kushirikiana na wadau wenzangu ambao sio wanasiasa, sijakatokelezea mtu akataka kuleta siasa kwenye hizi mambo, tunakwenda kurekebisha viwanja vya michezo vya shule yetu ya Sangu. Tutaanza na uwanja wa basket, tutakuja na uwanja wa mpira wa miguu, lakini pia na uwanja wa pete kwa wakina mama. Kwa nini nimeangalia engo ya viwanja? Mchumi wangu sikumshirikisha, nimempiga surprise na yeye naamini namshirikisha baadhi ya maeneo. Michezo pia ni ajira, michezo ni uchumi. Vile viwanja, ndugu mkuu wa shule, vitakwenda kuwa chanzo cha uchumi wa shule yetu ya Sangu. Na mimi katika kipindi ambacho kimebakia, utaratibu wa kimikataba utakuwa ni baina ya wale watakaokarabati viwanja na shule na sio vinginevyo. Mosi, tunalinda mazingira, tunalinda mipaka ya shule, lakini pili, tunafahamu mwezi wa 8 kuna mashindano makubwa ya kitaifa yanakuja kufanyika katika jiji letu la Mbeya. Kwa ndugu mwenyekiti wangu wa uchumi, baada ya kuliona hilo nikachungulia fursa. Wenzetu miji iliyoendelea viwanja wanakodisha. Tutaona namna ya kudhibiti kwa kuanza, lakini pia ukaende kuwa chanzo cha uchumi wa shule yetu ya Sangu. Rai yangu, nakosa maneno mazuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na uzima. Tuboreshe amani iliyopo katika shule yetu ya Sangu, tuimarishe upendo baina yetu kupitia zawadi zilizotolewa hapa. Lipo somo mahala pengine ilikuwa zawadi ikitoka, ukiangalia unaona sura za watu zimebadilika, lakini hapa naona zawadi zinatoka, watu wote wanatabasamu. Hiyo ni ishara ya upendo. Kwa hiyo mara nyingine na sisi tutakapojipanga, tunapokuja kwenye mialiko kama hii, tunajifunza kwamba tunapaswa kuzidi kuwa chachu ya maendeleo ya kitaaluma katika shule zetu na sio chachu ya kuleta nongwa kwenye shule zetu.
kwenye shule yetu in particular sana ni mkubwa sana. Matokeo haya tunayoyazungumza leo yana mchango mkubwa kutoka kwa Emmanuel Mwalupindi, mwenyekiti jumuiya ya wazazi. Kwa nini? Alisema, mwalimu, shida yako ni nini? Nikasema mtaala mpya. Akasema mtaala mpya, na mimi niko kwenye hii nafasi, acha nikusaidie kutatua changamoto ya mtaala mpya. Mliona amekuwa akileta vitabu pale shuleni, ndio vinaleta matokeo haya sasa. Tunaamini miaka 2-3 baadaye hata matokeo ya form 4 kwa mtaala huu mpya tutakuwa na matokeo ya kutisha, matokeo mazuri, kwa sababu viwezeshi, vitendea kazi tayari tunavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakupongeza sana, tunakupongeza kwa dhati, tunakupongeza sana. Kaza buti, endelea. Asante sana. Tunajua wewe mheshimiwa unamwezesha tena uchumi na fedha hapa, wewe ndio unayemwezesha. Tunawashukuruni sana kweli. Umetupa imani, tutakulipa imani. Tutakuita tu kwenye matukio ya kupongezana haya. Mwaka kesho matokeo tutaitana tena, kama sio hapa mahali pengine, na zawadi za mwaka kesho tutakuwa tumeadvance, kwa sababu kupitia matokeo haya ya kidato cha 6 tumepata wanafunzi wa kutosha. Leo tu hesabu inasoma 90+. Leo tu kidato cha 5 tuko 90+ na bado ndio kwanza tunaanza. Kwa nini? Watu wanasema Sambu iko wapi? Matokeo tumeyaona, tunapataje nafasi? Nasema sema wai haraka, nafasi zinaelekea kuisha. Kwa matokeo mazuri na laya matokeo ndio hii. Hongereni sana. Jambo hili sioni ajabu kwa Sambu, kwa sababu tayari Sambu mna injili. Matokeo haya ni halali kwenu na yataendelea kuwa mazuri zaidi, kwa sababu umeshapata injili iliyo imara. Hongereni sana. Kwetu jumuiya ya wazazi, Mr. Msigwa ni veteran kwetu. Kwa shule za sayansi ambao sasa nikiangalia Sambu na kuja kujiangalia na kwamba shule za sayansi ndio tuna PCB ndio tunazo tungangania division 3 ambao kila mwaka tunapambana. Hata mimi nilipokuwa wa kwanza kimkoa mara 2 mfululizo, division 3 kuwepo kwa moja 22 ilikuwa moja. Sasa hivi division 3 ziko 16. 14 wanafunzi wa PCB, wale wawili ni wanafunzi wa EGM. Umeshaona hiyo kitu? Kwa bali mfanye nini? Nimetungangania. Kwangu Msigwa ni brother yangu na ndio veteran wangu, na sisi tukitaka kujifunza kitu tunajifunza kwa, na maana mwanzo nimesema sio kitu kigeni kwa Sambu, na haya matokeo kwa Msigwa kwake ni kidogo, tutegemea makubwa sana. Unajua, kwa hiyo mimi kule kabisa tangaza vita. Mwaka huu kwa kweli Sambu umetupiga. Sasa ndugu zangu, hongereni sana. Naomba muendelee kushikilia kile. Leo hii mkuu ametoa ushuhuda kwamba leo Sambu na wanafunzi zaidi ya 90 form 5. Kumbe sasa mkifelisha vibarua vyetu vinaisha, si ndio? Mwaka mmoja tu sasa inakushapigwa, shule zirudi tayari, shule zinakufa. Lakini mkishaanza ku maintain form 4 umefanya vizuri sana, form 6 umefanya, yani mwaka huu ni mwaka wenu. Unajua hicho kitu? Kwanza muendelee kushikilia sasa. Mkiachia pale mnafanya nini? Mnapigwa. Shule ziko nyingi na zote zinaingia kwenye nini? Kwenye competition hiyo kubwa. Lakini pia niombe mwenyekiti, kwa sababu wewe ni mwenyekiti wetu wa kitaifa, tuje na suluhu sana, tuje na solution kwenye PCB, tutoke kwenye division 3. Kwa njia yote inawezekana tuungane nao walimu, tukutane nao, tuone tukafanyaje tukatoka kwenye division 3. Toka kwa tutakuwa kwenye picha nzuri sana. Lakini wapongeze sana kwa hatua hii, ni nzuri. Lakini kupongeze sana mwenyekiti wetu kwa Sambu kwa upendo wako na watumishi hao. Nafikiri ni tukio mkianza kuwaza lilitokea lini, wengine wameshasahau, huenda atalipo. Uongo kweli?
Mnajua kina Bamani wa muda mrefu hao wanaweza kawaambia. Kwa hiyo huu ni upendo wa dhati ulioonyesha leo. Tunajua changamoto tulizonazo, lakini leo mkuu wa shule kajinyima kuona angalau wakae na nyinyi kwenye sehemu nzuri kama hii. Nilikuwa naingia na mwenzangu wa Mbaliza, kumbe kwa na lift tukwenda kukoje sasa. Kumbe ndo kuko hivi bwana. Mimi ni kupongeza sana mkuu wa shule na tutaendelea kuombea